بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى وتوفيقه ومشيئته، Allah subhanahu wa ta'ala ametukusanya kwa mara nyingine katika usiku huu, ambapo usiku huu tulionao ni lailatu ath-thulatha. Huu ni usiku wa Jumanne, الرابعة والعشرون, usiku wa tarehe 24 min shahri llahi dhil qa'da, katika mwezi huu Allah, mwezi mtukufu wa dhul qa'da, mwaka 1447 hijiria. Allah tabaraka wa taala ametuwafikia kukutana tena katika muendelezo wa madarasa yetu ya دورة الإمام ابن ماجه لتوعية المسلمين عن أحكام عشر ذي الحجة. semina hii ya Imam Ibn Majah kwa ajili ya kuwaandaa Waislamu kuhusiana na hukumu za masiku 10 ya Dhulhijja, semina ambayo ilianza majuzi يوم السبت, na leo katika usiku huu ni muendelezo wa semina hii. Kama tulivyosema, ratiba yetu itakuwa ni endelevu katika wakati huu baina al-maghrib wal-isha, mpaka pale ambapo Allah tabaraka wa taala atatuwafikia kukimaliza kitabu hiki. Kitabu ambacho kinasomwa katika daura hii ni risalatu mukhtasara, kijirisala kilichofupishwa sana chenye kuitwa ahkamu ashri dhil hijja wa ayami tashriq, hukumu mbalimbali za masiku 10 ya dhil hijja, kadhalika masiku ya tashriq, nazo ni zile siku 3 zinazokuja baada ya yaumi nahr. Risala hii imeandikwa na fadilatu Sheikh Abu Abdullah Ibrahim ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Saif al-Mazru'i al-Aini hafidhahu Allah ta'ala. Sasa kwa wale wenye kufuatilia darasa hizi, tulianza ufunguzi wa darasa zetu kwa kusoma tarjama ya al-musannifu hafidhahu Allah ta'ala, tarjamatu mukhtasara. Ilikuwa ni tarjama fupi tu, historia fupi ya mwandishi na mtunzi wa kitabu hiki. Kadhalika tukafuatishia baada ya hapo kusoma mukaddima ambao waliuweka al-musannifu hafidhahu Allah ta'ala, mukaddima ambao ulijielekeza kwenye kutaja malengo ya kuandaliwa kirisala hiki, na kwamba Sheikh akasema risala hii imeandaliwa kwa kufuatana na misimu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea sisi waja wake, misimu iliyokuwa mikubwa na masiku yaliyokuwa bora, masiku ambayo kwa hakika ni mahala pa kuchuma kwa watu wote ambao ni watiifu kwa Allah. Ni masiku ambayo ni viwanja vya kushindana wale wenye kushindana katika dini ya Allah, na msimu huu aliokusudia ni msimu wa masiku 10 haya
ya mwezi mtukufu wa Dhulhijja pamoja na ayamu tashriq. Kwa hivyo akaeleza kwamba masiku haya yana ubora, na kwa hakika Allah amejalia Ashur Dhulhijja ni masiku ambayo hukusanyika ndani yake ibada mama, zile ibadati kubwa kubwa za Kiislamu takriban zote zinapatikana ndani ya masiku haya. Ibada ya sala imo, as-siyam, as-sadaqa, al-hajj wal-udhiyah. Kwa hivyo akatueleza kwenye mukaddima, lengo la kitabu hiki ni kuyazungumzia masiku haya ambayo ni msimu muhimu sana kwa Waislamu, kwa kuwa ibadati zimekusanywa katika masiku haya. Lakini pia Muislamu anatakiwa ajifunze hukumu mbalimbali za kisheria zinazofungamana na masiku haya ili aweze kuyatumia na kufaidika nayo. Tukasema kwamba mtu anayejua jambo basi hulifanya kwa hamasa, anapata hamasa ya kulifanya, na kufanya kwake kunakuwa kunapatia, kwa sababu amefanya jambo kwa ilmu. Sawa, Huo ni mukaddima tuliusoma. Baada ya hapo Sheikh akataja mabahith, tafiti ambazo amezigusia katika risala hii. Tukazisoma takriban tafiti 6 kwa ujumla. Haya ni maeneo ambayo al-musannifu hafidhahullahu ta'ala atayaangazia kwenye risala hii. Sasa leo tunaendelea kwenye kusoma risala hii, barakallahu fikum, kwa kuanza na al-mabhathul awwal ambayo inazungumzia fadlu ashri dhilhijja. Sawa sawa, ameweka namba hapo kwenye kitabu chako. 1 fadlu ashri dhilhijja. قال المصنف حفظه الله تعالى: إن الله عز وجل فضل بعض الشهور والأيام والليالي على بعض ليكون ذلك عونا للمسلم في زيادة العمل والرغبة في الطاعة وتجديد النشاط ليعظم أجره ويحظى بنصيب وافر من الثواب. شيخ نسيما هبا: إن الله عز وجل، حقيقة الله عز وجل فضل بعض الشهور، ameifadhilisha baadhi ya miezi, walayami wallayali, na baadhi ya masiku na nyusiku. Ikawa Allah ameyafadhilisha haya ala baadhin, juu ya baadhi nyingine. Kwa nini? Liyakuna dhalika, kwa ajili liwe jambo hilo, aunan lilmuslim, liwe ni msaada kwa ajili ya Muislamu, fi ziyadati al-amal, katika kuongeza amal. Maana ukijua kwamba iko baadhi ya miezi ni bora kuliko mingine, ama ukajua kwamba baadhi ya siku zimefadhilika kuliko nyingine, kadhalika nyusiku, ukajua usiku fulani una fadhila na una ubora kuliko usiku mwingine, bila ya shaka jambo hilo litakuwa ni msaada kwako Muislamu kwenye kuzidisha amali. Maneno haya yanayosemwa hapa ni maneno ya sawa sawa. Kwa hivyo Allah amefadhilisha baadhi ya miezi na masiku na nyusiku ala baadhin, juu ya baadhi nyingine, liyakuna dhalika aunan, kwa ajili liwe jambo hilo la kufadhilishwa baadhi ya vitu juu ya vingine, liwe jambo hilo ni msaada lilmuslimi, kwa ajili ya Muislam, fi ziyadati al-amal, katika kuzidisha amal,
kadhalika waraghbati, na katika kuzidisha shauku fi taa, katika taa unapata nguvu ya kuzidisha amal, lakini pia ziada ya shauku ya hamu na hamasa katika taa, lakini pia wa tajdidi nashat, lakini pia jambo hili lamsaidia muislamu katika kuhuisha uchangamfu wa kiibada, wa tajdidi nashat, na kuhuisha uchangamfu na kuondosha uzembe. Kwa nini anafanywa hayo? Liya'dhuma ajruhu, kwa ajili upate kuwa mkubwa ujira wake, kwa kuwa atakuwa amefanya amali nyingi, tena amezifanya kwa hamu, na amehuisha uchangamfu wake wakati anafanya. Kwa kuwa mnafahamu nyinyi, tumefunzwa na Uislamu kwamba tuzifanye ibada katika hali ya uchangamfu, kama alivyoambiwa Zainab bintu Jahsh na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baada ya Mtume alayhi salatu wasalam kuikuta kamba imefungwa msikitini kwake. Alipouliza, hii kamba inayoning'inia hapa ni ya nini? Akaambiwa, innaha hablu li Zainaba, hiyo bwana ni kamba ya Zainab. Yeye utaratibu wake anaswali qiyamul layl, fa idha fatarat taallaqat bih. Sasa akipata uchovu hujishikilia na hiyo kamba kama kutafuta sapoti hivi. Ndio Mtume akatoa mafundisho, pamoja na yote aliyoyasema, akasema liyusalli ahadukum nashatahu, na aswali mmoja wenu kipindi cha uchangamfu wake. Kwa hivyo ibada ya uchangamfu ni bora, na akasema wa idha fatara falyarqud, na mtu akichoka alale. Sasa katika mambo ambayo yanaleta uchangamfu katika ibada ni pale ambapo utakapokuwa unajua kwamba wakati huu ninaofanya ibada ni wakati bora kuliko mwingine, ima ikawa ni mchana au ni usiku au ni mwezi katika miezi, ukajua kwa ilmu kwamba kipindi hiki ni bora kwa ibada hii kuliko kipindi kingine, bila ya shaka hili jambo litakupa hamasa na litakutia uchangamfu, na ukiweza kuchangamka katika ibada hiyo, ndio ibada iliyokuwa bora. Kwa hivyo kuna faida kwenye kufadhilishwa haya masiku na miezi na nyusiku. Kwa hivyo liya'dhuma ajruhu, kwa ajili uwe mkubwa ujira wake huyo Muislamu, wayahdha binasibin wafirin, kadhalika na aibuke huyo Muislamu kwa fungu lenye kujaa, fungu lenye kusheheni, si ndio? Wayahdha binasibin wafirin, na aibuke vile vile Muislamu huyo kwa fungu lenye kujaa, mina thawabi, litokanalo na thawabu. Haya ni katika malengo ya kufadhilishwa masiku haya tulionayo. Ukitazama haya malengo haya, utaona yote yanarejea katika maslahi yetu sisi ndio wafaidika. Kwa hivyo man amila fali nafsihi, ambaye atazinduka akafanya amal katika hayo masiku mahsus, basi hilo ni kwa ajili ya nafsi yake. Ambaye ataona apuuze na azembee, hakuna mwenye kumdhuru isipokuwa anayedhuru nafsi yake. Tumeelewana? Kisha shaka anaendelea nasema, waqad faddala Allahu ta'ala 10 dhilhijja ala ghayriha min al-ayyam, na kwa hakika amefadhilisha Allah ta'ala siku 10 za Dhulhijja, amefadhilisha siku hizi ala ghairiha min al-ayami, juu ya zisizokuwa siku hizo 10 katika masiku. 10 Dhulhijja zimekuwa na fadhila maalum juu ya masiku mengine yasiyokuwa Dhulhijja.
Na hapa akaanza kuleta dalili mbalimbali za kuonyesha ubora wa masiku haya. Akasema فعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما متومي كسيما ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه الأيام العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. الحديث أصله عند البخاري وقد أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهم من علماء الحديث. كتوكيك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو عبد الله ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتوكيك ومتومي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ومتومي كسيما ما من أيام hakuna miongoni mwa siku ma min ayamin hakuna miongoni mwa siku al-amalu salihu matendo mema fihin katika masiku hayo ahabbu ila Allahi ni yenye kupendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala minhu min al-amal kuliko kufanya amali minhu ay min al-amal ndio maana yake minhu kuliko kufanya amal fi hadhihi al-ayyam al-ashr katika haya masiku 10 hakuna katika masiku yoyote ambayo amali njema ndani ya masiku hayo inapendeza zaidi kwa Allah subhanahu wa ta'ala minhu ay min al-amali kuliko kufanya amali fi hadhihi al-ayyam al-ashr katika haya masiku 10 bimaana amali inayofanywa ndani ya masiku 10 ni bora zaidi kuliko amali inayofanywa katika masiku mengine yasiyokuwa haya 10. Yaliposemwa haya maneno yakawastaajabisha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa kuwa wanafahamu kwamba ziko amali katika Uislamu ni kubwa na zina fadhila nyingi. Sasa paliposemwa kwamba hakuna amali yoyote ambayo itafanywa ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja ila itakuwa amali hiyo ni bora kuliko amali kama hiyo kufanywa katika siku nyingine. Qalu wakasema as-sahaba baadhi ya riwayati zimekuja qultu kama inda Abi Daud nikasema yani Abdullah bin Abbas na iliyo mashuhuri ni hii kalima ya jamaa qalu wakasema wala aljihadu fi sabilillahi na hata jihadi katika njia ya Allah kwamba haifui dafu pia hata jihadi itazidiwa kiubora na amali ambayo imefanywa ndani ya masiku 10 ya Dhulhijja itakuwa ni bora kuliko hata jihadi. Basi tumekasema wala aljihadu fi sabilillahi hata jihadi katika njia ya Allah jihadi mujarrad kule mtu kwenda kupigana tu kutazidiwa nguvu na amali inayofanywa katika moja ya masiku ya 10 ya Dhulhijja. Lakini kuna jambo likavuliwa, kuna hali fulani inayomkuta mpiganaji fi sabilillah, hiyo imevuliwa kutokana na uzito wake. Tumekasema illa istithna, isipokuwa rajulun, isipokuwa mtu katika watu, kharaja binafsihi, ametoka kwa nafsi yake, yeye mwenyewe katoka, wa malihi, na kwa mali yake,
akaenda aljihad fi sabilillah, mtu kajitoa yeye mwenyewe nafsi yake akiongozana na mali yake, wa huwa rajulun mujahidun fi sabilillah, na huyu mtu hapa ni mtu mpiganaji katika njia ya Allah, mujahid. Sasa baada ya kutoka na nafsi yake na mali yake, walam yarji' min dhalika bishay'in, na wala hakurejea kutokana na hilo alilotoka nalo kwa chochote. Alipokwenda jihadi, nafsi yake aliyokwenda nayo haikurudi, bimaana akafa kwenye jihadi, na mali yake aliyokwenda nayo ikapotea, ikaangamia kwenye jihadi. Huyu atakuwa bora kuliko amali inayofanywa katika masiku 10 ya Dhulhijja. Mpiganaji huyu kwa sura hii ambayo ni makhsusa, hadha afdal. Wa illa asiyekuwa huyu, hapana, mwenye kufanya amali ndani ya 10 min Dhulhijja, amali yake ni bora zaidi kuliko hii. Tumefahamiana? Haya, riwaya nyingine ya kuonyesha fadhila za masiku haya ni riwaya inda al-Imam ad-Darimi. Al-Imam ad-Darimi rahimahullah katika sunani yake, lakini pia kwenye kitabu Irwaul Ghalil, takhriji ya Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, akifanya takhriji zile ahadithi za Manarus Sabil, pia ameitaja hadithi hii, imekuja kwenye Irwa. Hii hadithi ni riwaya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, vile vile msimulizi wake ni huyo Ibn Abbas. Anasema Mtume kasema alayhi salatu wassalam, ma min amalin, hii ni riwaya nyingine lakini an Ibn Abbas kadhalik, ma min amalin azka inda Allah azza wa jalla wala a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi 'ashri al-adha. Riwaya hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasema, ma min amalin, hakuna amali yoyote, azka inda Allah azza wa jalla, iliyotakasifu zaidi, iliyotakata zaidi mbele ya Allah azza wa jalla, wala a'zama ajran, wala hakuna amali iliyo na ukubwa zaidi wa ujira, min khairin, kuliko khairi yoyote. Tizama tarkibu ilivyo hapo, khairi hapo ilipo ni nakira, min khairin, kuliko khairi yoyote, yaonyesha kwamba iwe ni khairi ndogo au kubwa itazingatiwa, kuliko khairi yoyote, yaamaluhu, anaifanya khairi hiyo muislamu, fi 'ashri al-adha, katika masiku 10 ya Eid al-Adha. Wanakusudia 10 allati taqaddamat al-adha, kuliko masiku 10 ambayo yameitangulia al-adha, bimaana masiku 9 na adha yenyewe ikawa ya 10. Ndio wanavyosema shurah, kuliko khairi yoyote anayoifanya fi 'ashri al-adha, katika masiku 10 ya adha, nayo ni 10 Dhulhijja. Masiku 10 ya adha ni masiku 10 ya Dhulhijja, kwa sababu siku ya Eid al-Adha ndio siku ya 10 miongoni mwa masiku haya. Angalia riwaya hii inaeleza kwamba hakuna amali yoyote itakayokuwa takasifu mbele ya Allah, bali hakuna amali yoyote itakuwa kubwa zaidi kiujira kuliko khairi yoyote ambayo anaifanya Muislamu katika masiku yenye kuambatana na Eid al-Adha, masiku 10 ya Dhulhijja. Bila shaka haya ni mahimizo makubwa kwetu sisi, tusidharau khairi katika 10 ya Dhulhijja, hata kama ni kitu kidogo unaweza kufanya.
hata kama unaweza kutoa sadaka ya ubalo watende, usidharau, toa. Hata kama unaweza kuswali rakaa 2 tu katika qiyamul layl, pengine 2 uziwezi, swali witri 1 tu fi akhiril layl, ukaamka ukataraka witri rakaa 1 tu, usiache hiyo. Na mfano wa amali hizi hata kama unaziona ndogo, maadamu unazifanya katika masiku haya, usiache. Na ndio maana kuna watu uqala min ahli alkhair, mara nyingine wanachelewesha sadakati zao katika masiku haya, wanazichelewesha sadakati mpaka yakiingia masiku haya ndio wanatoa, kwa hadithi kama hizi: ma min amalin azka inda Allah azza wa jal wala a'zama ajra min khairin ya'maluhu fi 10 al-adha. Sasa pana watu khairi zao wanazisubirisha mpaka wakati huu, wanafanya kwa wingi sana. Shaka nasema wa hadha dalilun ala fadli ayami 10 dhil-hijja, na huu ni ushahidi, bimaana hizi riwaya tulizosoma hapa an Ibn Abbas. Wa hadha dalilun, na huu ni ushahidi, ala fadli ayami 10 dhil-hijja, juu ya fadhila ya masiku 10 ya dhil-hijja, ala ghairiha, juu ya fadhila ya masiku haya juu ya mengine yasiyokuwa hayo, min ayami sana, katika masiku ya mwaka. Kwa nini anasema? Lianna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shahida bi annaha afdalul ayami, kwa sababu hakika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam shahida, ameshuhudilia, bi annaha, kwamba hakika masiku hayo 10 ya Dhulhijja, afdalul ayami, ni bora zaidi katika masiku, lilamali salihi, kwa ajili ya kufanya amali njema. Wa hatha fiha, na akahimiza ndani yake, akahimiza ndani ya masiku hayo 10, ala alamali salihi, juu ya amali iliyokuwa njema. Si tu mtume alayhi salam ametufunza kwamba ni masiku bora haya kwa ajili ya amali njema, bali katuhimiza kuzifanya hasa hizo amali, tuzilete kwa wingi katika haya masiku. Ndio shaka nasema hapa, wa amara fiha, na akaamrisha ndani ya masiku hayo, yani mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaamrisha. Wa amara fiha, na akaamrisha katika masiku hayo, bikathrati tasbihi wattahmidi wattakbiri, kwa kukithirisha tasbihi, kuleta dhikri hii subhanallah, wattahmidi, na kukithirisha tahmidi alhamdulillah, wattakbir, na kukithirisha takbir. Mtume akaamrisha ndani ya masiku hayo pakithirishwe adhkari kama hizi. Ameliamrisha hilo fi qawlihi, kwenye kauli yake alayhi salatu wassalam, akaileta riwaya hapa sasa. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام 10، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الحديث عند الإمام أحمد، lakini pia al-Allama al-Albani kama anavyoeleza Sheikh hapo chini ameitaja katika Irwaul Ghalil na ameisahihisha kwa kuitia nguvu. Ni hadithi ya Abdullah ibn Umar. Kifuatilia huko utakuta ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Anasema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ayamin, hakuna katika masiku,
a'dhamu 'inda Allahi, ambayo inakuwa kubwa zaidi mbele ya Allah. Wala ahabbu ilayhi al-amal, na wala haipendezi kwake yeye amal fihinna, ndani ya masiku hayo, min hadhihi al-ayyam, kuliko masiku haya. Bimaana masiku haya pekee ni masiku ambayo amal inakuwa kubwa na inapendeza zaidi. Ma min ayamin, hakuna katika masiku, a'dhamu 'inda Allahi, kuna wenye kusema yaliyo makubwa zaidi mbele ya Allah, ni tarjama sahihi pia. Wala ahabbu ilayhi al-amalu, wala masiku ambayo inapendeza zaidi kwake Allah amal fihinna, ndani ya masiku hayo, min hadhihi al-ayami, kuliko haya masiku. Akayataja al-ashri, 10, bimaana ashru dhil-hijja. Hakuna siku zilizokuwa kubwa kwa Allah wala ambazo inapendeza kwake yeye Allah amali ndani ya siku hizo kuliko hizi siku 10. Baada ya Mtume alayhi salatu wassalam kutaja hayo masiku 10, akasema faakthiru fihinna, na kithirisheni katika siku hizo, ay al-ashr, min at-tahlili, katika tahlili. Nini tahlili? Usema la ilaha illa Allah. Kithirisheni katika siku hizo, min at-tahlili, katika tahlili, wat-takbiri, na katika takbira, Allahu akbar, Allahu akbar, wat-tahmid, na katika tahmid. Kithirisheni sana adhkari kama hizi. Wenye wanasema hadha min babi al-ishara ila ghayriha min al-adhkar, huu ni mlango wa kuashiria nyingine katika adhkar, la min babi al-hasr, na wala si mlango wa kudhibiti kwamba adhkari za kuletwa katika masiku 10 hizo tu, tahlili peke yake, takbiri peke yake na tahmid, la. Kisha anaendelea hapa akisema hafidhahu Allah ta'ala, wa mimma yadullu ala fadliha, anaendelea kutaja fadhila za masiku 10 au mambo yaliyoyafadhilisha masiku 10. Asema wa mimma yadullu ala fadliha aidha, na miongoni mwa lile ambalo linajulisha juu ya fadhila zake hayo masiku 10 vile vile, anna fiha, na hii ni faida, anna fiha yauma Arafa, kwamba hakika imo ndani yake hayo masiku 10 siku ya Arafa. Ay anna yauma Arafata fiha, si ndio? Kwamba hakika imo ndani yake hayo masiku 10 siku ya Arafa. Wa yauma an-nahri, na ipo ndani yake hayo masiku 10 siku ya kuchinja, yaumul hajj al-akbar, ndio hiyo yaumun nahri, siku ya kilele cha hija inapatikana katika hayo masiku 10. Wa fiha, na kuna ndani yake hayo masiku 10 al-udhiyata, kuchinja. Aywa anna fiha al-udhiyata, na kwa hakika kuna ndani yake hayo masiku 10 al-udhiya wal hajj, na ibada ya haji. Tizama mambo haya yaliyotajwa hayapatikani ila ndani ya siku 10 za Dhulhijja. Siku ya Arafa ni siku ya 9 ya Dhulhijja. Yaumun nahri ni tarehe 10 ya Dhulhijja. Udhiya inaanza tarehe 10 ya Dhulhijja. Haji inaanzia tarehe 8 ya Dhulhijja, yaumu tarwiya. Hizi ibadati hizi zimo ndani ya masiku haya 10 ya Dhulhijja. Kule kuwemo ibada kama hizi ndani ya haya masiku 10
ni dalili ya ubora wa masiku haya. Ndicho Sheikh anachokikusudia hapo. Qala Ibn Hajar, amesema al-Allama Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah kwenye Fathul Bari, amekuelekeza hapo chini, juzuu ya pili ukurasa wa 460, kaweka chini pale utayapata haya maneno. Al-Allama Ibn Hajar alikuwa anaelezea kwa ijtihadi yake rahimahullahu ta'ala kwamba ni kwa nini masiku haya yamefadhilika juu ya mengine, ni kitu gani kimeyapambanua masiku haya 10 ya Dhulhijja zaidi kuliko mengine. Ibn Hajar amelidadavua jambo hili kwa kusema walladhi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 10 Dhulhijja limakan ijtima'i ummahati al-ibadati fihi wa hiya as-salatu was-siyamu was-sadaqatu wal-hajju wa la yata'atta dhalika fi ghayrihi ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Ibn Hajar kadadavua mambo hapo anasema walladhi yadhharu, na kile ambacho kinadhihiri, anna sababa fi imtiyazi 10 Dhulhijja, kwamba hakika sababu katika kufadhilika, katika kuwa bora, fi imtiyazi. Walladhi yadhharu, na kile ambacho kinadhihiri, anna sababa fi imtiyazi 10 Dhulhijja, kwamba hakika sababu katika kufadhilika siku 10 za Dhulhijja, limakani ijtimai, ni kwa ajili ya umahala wake wa ukusanyika ummahati alibadati fihi, na kuna baadhi ya chapa zina ibada ni sawa. Limakani ijtimai ummahati alibadati fihi, ni kwa ajili ya umahala wake wa kukusanyika zilizomama katika ibadati ndani yake, si ndio? Pale ambapo masiku haya yalipokuwa ndio mahala zinapokusanyika ibada mama ndani yake, basi masiku haya yakawa bora. Yakulu al-Hafidh, hizo ibada mama ambazo hukusanyika katika hizi siku 10 akazitaja, wahia, nazo hizo ummahatul ibada, wahia salatu, nazo ibada hizo ni swala, wasiyamu, na funga, wasadaqatu, na kutoa sadaqa, walhajju, na haji. Yote haya hupatikana ndani ya masiku haya 10. Kisha anasema al-Hafidh, wala yata'atta dhalika fi ghairihi, na wala haliji hilo, halipatikaniwi hilo katika yasiyokuwa hayo masiku hupati katika yasiyokuwa masiku haya mkusanyiko kama huu wa ibada. Mpaka hapa Sheikh Ibrahim al-Mazru'i hafidhahullah ametutajia baadhi ya fadhila za haya masiku 10 ya Dhulhijja kwa ikhtisar, kwa dalili, maneno yako wazi kabisa. Yeye amemalizia hapo kutaja hizo fadhila, lakini min babil faida, katika mlango wa kufaidika na hili ambalo tunalisoma hapa, maana mada yetu hapa tunazungumzia fadlu 10 Dhulhijja, fadhila ya siku 10 za Dhulhijja. Wanawazuoni wengine wa Kiislamu wanataja fadhila nyingi tu ambazo hupatikana katika masiku haya ya Dhulhijja. Fadhila hizo nazo zikayafanya masiku haya kuwa bora. Wanataja mengine mengi ambayo Sheikh hakuyataja hapa. Sheikh ametaja machache kwa sababu kitabu hiki mahala pake ni ikhtisar, anazungumza mambo kwa ufupi na si kwamba anarefusha mambo. Lakini miongoni mwa mambo ambayo
napenda kuyaongeza kwenye bahthi hii min babil faida, yanaonyesha ubora wa masiku haya 10 ya Dhulhijja. Wanasema ulama, mimma yadullu ala fadli 10 Dhulhijja, miongoni mwa yale ambayo yanajulisha vile vile juu ya fadla za masiku 10 haya Dhulhijja, anna Allah subhanahu wa ta'ala aqsama biha fi kitabihi al-azim, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapia masiku haya kwenye kitabu chake kikubwa Al-Qur'an. Allah ameapa kupitia haya masiku 10. Wanasema ulama, wa ma'lumun anna Allah idha aqsama bi shay'in dalla dhalika ala sharafihi wa ahamiyatihi, ni jambo lenye kufahamika kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akikiapia kitu, basi hilo la kukiapia kitu linajulisha juu ya utukufu wa kitu hicho na umuhimu wake. Ndio maana Allah ameapa kwenye Qur'ani kwa viumbe wake mbalimbali, walahu subhanahu wa ta'ala an yahlifa bima shaa min makhluqatihi, na ana yeye subhanahu wa ta'ala uamuzi wa kuapa na atakacho katika viumbe wake. Kwa hivyo ameyapia viumbe vingi tu, washamsi wa duhaha, kaapa kwa jua na mwangaza wa jua, kaapa kwa mwezi, wakati mwingine anaiapia nafsi yake, fala wa rabbik, anajiapia mwenyewe kwa nafsi yake. Lakini sisi viumbe wake haijuzu kuapa ila kuapa kwake yeye subhanahu wa ta'ala, kuapa kwa jina lake basi. Mtu anayeapa falyahlif billah, man kana halifan falyahlif billah. Sasa katika vitu ambavyo Allah ameapia kwenye Qur'ani ni haya masiku 10. Qala ta'ala katika suratul Fajr, wal fajri wa layalin 10, na apa kwa alfajiri. Wengine wanasema na apa kwa wakati inapochomoza alfajiri, wa layalin 10, na naapa kwa masiku 10. Imekuja kwenye Qur'an. Al-Imam al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, Abul Fida Ismail ibn Kathir rahimahullah, katika tafsiri yake Tafsirul Qur'an al-Azim, ukisoma wakati anafasiri aya hizi za mwanzoni katika suratul Fajr, akasema al-layalul 10. Ibn Kathir anasema al-layalu al-10 al-muradu biha 10 Dhulhijja, masiku 10 yaliyotajwa hapo, wa layalin 10, masiku 10 au nyusiku 10, almuradu biha, muradi wake 10 Dhulhijja, haya ni masiku 10 ya Dhulhijja. Ibn Kathir anasema hivyo, kama qala bidhalika Ibn Abbas, kama vile alivyosema kwa hilo Ibn Abbas. Tafsiri hii kwamba wa layalin 10 ni 10 Dhulhijja ni tafsiri iliyonukuliwa an Ibn Abbas, turjumani al-Qur'an, si ndio? Mfasiri bingwa wa Qur'an, kwa kuombewa dua na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Allahumma faqihu fi ddin wa allimhu at-ta'wil, na akawa kama alivyoombewa na Mtume alayhi salatu wassalam radhiyallahu anhu. Ibn Abbas anasema masiku 10 hapo ni masiku 10 ya Dhulhijja, kama qala bidhalika Ibn Abbas, kama alivyosema kwa hilo Ibn Abbas wa Ibn Zubair, na Abdullah ibn Zubair vile vile, wa Mujahid wa huwa Ibn Jabr, wa Qatadatu wa huwa Ibn Daama as-Sadusi, wa Dhahhak wa Suddi wa Muqatil wa Masruq wa ghayru wahidin min as-salaf wal khalaf, na asiyekuwa mmoja katika wanawazuoni wa zamani na waliokuja baadaye.
wametafsiri tafsiri hii. Huyo ni nani huyo? Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala, kwamba miongoni mafadhila za haya masiku 10 ya Dhulhijja ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameapia masiku haya, na kule kuapa kupitia masiku haya ni kuonyesha utukufu wake. Jambo jingine ambalo latajwa na ulama, wa mimma yadullu ala fadli ashri dhilhijja aidha, na miongoni mwa yale ambayo yanajulisha juu ya fadla za masiku 10 haya ya Dhulhijja, annaha al-ayyamu al-ma'lumat allati shara'a Allahu fiha dhikrahu, kwamba hakika haya masiku 10 haya, annaha al-ayyamu al-ma'lumat, kwamba hakika haya masiku 10 ndio masiku maalumu, ndio yenye kuitwa masiku maalumu, allati, masiku maalumu ambayo shara'a Allahu fiha dhikrahu, amefanya sheria Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya masiku hayo kumtaja yeye. Allah kaweka sheria ndani ya masiku hayo ya kumtaja yeye, amma razaqa min bahimati al-an'am, kuhusiana na kile ambacho amekiruzuku, amewapa waja wake katika wanyama wenye kufugwa. Wanyama wenye kufugwa ambao Allah ametupa kama neema, ametuambia sisi tuwachinje wanyama hawa katika siku maalum na tule sehemu ya wanyama hao, na sehemu iliyobakia tutoe sadaka. Sasa hayo masiku maalumu ya kuchinja na kumdhukuru Allah, masiku hayo barakallahu fik ni hizi 10 Dhulhijja. Mashayikh wanasema hivyo, na haya yamekuja kwenye Qur'an. Ukisoma suratul Hajj ile aya 28, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa'adhin fi an-nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru isma Allahi fi ayyamin ma'lumatin 'ala ma razaqahum min bahimati al-an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Sindio? Allah anasema kwenye Qur'an, na haya ni maagizo aliyowapa manabii, na mtu wa mwanzo aliyopewa agizo hili kama wanavyosema mufassirin ni Ibrahimu alayhi salam, kadhalika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam baada yake. Waadhin fi nnasi bilhajj, natangaza kwa watu, ay a'lin, natangaza kwa watu kwa ibada ya haji, watangazie watu haji. Ya'tuka rijalan, watakujia hao watu hali ya kuwa ni wenye kutembea kwa miguu. Pana watu watakuja wakitembea bwana, mdogo mdogo tu mpaka wanaingia haji. Wa ala kulli dhamirin, na juu ya kila mnyama aliyekonda kwa sababu ya urefu wa safari. Walingamia na farasi na hata punda wakisafiri sana kwa sababu ya ile mashaka ya safari, basi matumbo yao huwa yanakuwa membamba, wanakuwa wepesi. Wa ala kulli dhamirin, na watakujia vile vile juu ya kila mnyama aliyekonda. Yatina min kulli fajjin amiq, wanakuja wanyama hao waliokonda kutokea katika kila njia ya mbali, ay min kulli tariqatin ba'ida, watu watakata masafa wakija. Wanakuja kufanya nini huko Makka? Liyashhadu manafi'a lahum, kwa ajili wayashuhudie manufaa kwa ajili yao. Wallah, kwenda Makka kuna manafi'. Kwanza manafi' ya kiakhirah, kuna zile mashahid al-azima al-mansusa, kuna yale mambo maalumu yaliyotajwa na dalili
ukienda huko Makka na kwenye ziara yake ya Madina utayakuta huko. Al-Ka'batu al-Musharrafa, utaiona Kaaba. Wal Masjid al-Haram, utauona msikiti mtakatifu wa Makka. Hijri Ismail, kisusu kile cha Ismail utakiona. Maqamu Ibrahim, mahala aliposimama Ibrahim utaona. Al-Hajarul Aswad, jiwe jeusi utaliona. As-Safa wal Marwa, kilima cha Safa wal Marwa utakiona. Ma'u Zamzam, maji ya kisima cha Zamzam. Hizi ni mashahidi zimetajwa na nusus fil Qur'an was Sunnah. Ukienda huko Madina utaona msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Masjid an-Nabawi utauona, bali utapata fursa ya kumzuru Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwenye kabri yake alikolazwa na masahaba zake wawili, Abi Bakar wa Umar. Utaona maqbarat al-Baqi', makaburi ya Baqi' walikozikwa masahaba. Utakuona Masjid Quba, awwalu masjidin ussisa ala taqwa. Mashahid adhima, mambo yaliyotajwa na Qur'ani unayaona. Liyashhadu manafi'a lahu, hayo ni manufaa ya kiakhira. Bali swala moja Makka inawiana na swala 100,000 kwa msikiti usiokuwa haramu ya Makka. Swala moja katika msikiti wa Makka ni sawa na swala 100,000 katika msikiti mwingine. Swala moja katika Masjid Nabawi ni sawa sawa na swala 1000 katika usiku msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Manfaa haya, niambie, upate swala zako za faradhi zote pale Makka kuanzia fajr mpaka isha, ukapiga sunna zako. Na wanasema ulama fadhila hii ni kwenye sunna na faradhi. Manfaa kiasi gani hapa? Sikwambii ujira wa hiyo haji utakayofanya na ujira wa umra. Haya ni manafi ya kiakhira. Liyashhadu manafi'a lahum, kwa ajili washuhudilie manufaa yao, manufaa kwa ajili yao. Ukija katika mambo ya kidunia pia kuna manufaa. Wewe si unajitia unajua vitu kwamba unajua kula, hujawahi kuona vyakula bwana. Nenda kaone vyakula huko, vyakula vya dunia nzima viko huko. Unatembea kwenye kefu imepangwa vyakula mpaka unasikia kisunzi, pata kizunguzungu. Na wakati mwingine uulize sasa, kwa sababu utakuja kula visivolika. Vyakula vingine vinaelea hivi kama kwenye maji. Unaambiwa kaimati zile. Kaimati za vipi? Mapambo. Kuna watu wasema muombe Allah kama utakwenda ziara katika al-Haramain Maka na Madina, labda ukaongozana na mkeo, muombe Allah kujalie uwe na hela, la sivyo utakuwa mnyonge. Maana yale mapambo ya wanawake sasa kule ndio yapo. Dhahabu zinauzwa kama hiliki, kama tunavyouza karafuu. Watu kwenye maduka wakichagua madhahabu, maseti kwa maseti. Haya, umeenda na hali yako hapo, itakuwaje? Na pengine hapo walipo wamevaa vyuma vitupu, mabangili ya vyuma na yale mashanga ya Wamasai. Basi anaona dhahabu pale, watu wanapata tabu. Unajua utakuwa ni sina hela mimi. Mapambo yanavutia, sikwambii mavazi ya kiume, vitu mbalimbali, mji ulivyokuwa mzuri na zile shaair, nembo za Kiislamu ni manufaa. Kwa hivyo kule pia tukienda katika manufaa tunayopata, tunakwenda kupunguza ushamba. Na ndio Khadimul Haramain Sharifain ana maelezo amewahi kuyatoa, na wali ahdihi Muhammad ibn Salman anayasimamia maelekezo yale, kwamba Biladul Haramain uwe ni mji wa ibada, lakini pia uwe ni mji wa kitalii. Maelekezo ya mfalme hayo, utengenezwe mji, watu wakija waone fakhri ya Uislamu. Wazungu huko kwa siku nzuri, Ulaya, Amerika siku nzuri huko, miji imejengwa, wana maendeleo. Lakini wewe waulize wale wazungu wa Uislamu wakaenda kule, pia na wao wanashangaa.
nao unawakuta nao wanashangaa kama sisi wa Kibosho pia, nao wanashangaa kwa ule uzuri wa mji. Mahala hapa pamenifurahisha. Allah tujalie twende huko, si ndio? Allah tuwafikishe tusafiri twende katika miji hiyo na sisi ya Rabbi. Liyashhadu manafi'a lahum, kwa ajili wayashuhudilie manufaa kwa ajili yao. Ni katika malengo ya watu kwenda huko, manufaa ya kiakhira na ya kidunia vile vile. Bali kuna watu wanakwenda wanafanya biashara. Mtu amekwenda haji, akimaliza anauza bidhaa zake, na mwaga hapo vilemba vyake, kanzu, nini, mikate anauza. Kuna watu wanapiga hela huko pia. Wayadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin, na walitaje jina la Allah katika masiku maalumu. Hapa ala ma razaqahum min bahimatil an'am, juu ya kile ambacho amewaruzuku wao katika wanyama wenye kufugwa na sio wanyama wa porini. Fakulu minha, na kuleni katika wanyama hao baada ya kuwachinja, sehemu ya nyama hizo kuleni. Wa at'imul ba'is alfaqir, na mumlishe aliyekata tamaa, aliyefakiri, mtu mwenye shida. Aya hii ndani yake pana fadhila za masiku 10 ya Dhulhijja. Qala Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, na Ibn Kathir kamnuku Ibn Abbas fi qawlihi ta'ala, amesema Ibn Abbas kwenye kauli yake ta'ala, wa yadhkuru isma Allahi fi ayamin ma'lumatin. Ibn Abbas anasema al-ayamu al-ma'lumatu ayyamul ashr, masiku maalumu ni masiku 10 ya Dhulhijja. Faida hiyo. Faida nyingine ya kuonyesha fadhila za masiku haya, ulama wanasema anna Allah azza wa jalla akmala li nabiyhi sallallahu alaihi wa alihi wasallam din al-islami fi yawmin min ayyamiha, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemkamilishia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam hii dini ya Uislamu katika siku mojawapo miongoni mwa masiku haya 10, wa huwa yaumu Arafa, nayo ilikuwa ni siku ya Arafa. Siku ya Arafa imo ndani ya masiku 10 haya ya Dhulhijja, sawa Alimkamilishia Allah subhanahu wa ta'ala, kumkamilishia mtume wake dini katika siku hii. Hina nazala ala nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaulu Allah ta'ala, pale iliposhuka kumshukilia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kauli yake Allah ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, leo hii nimeikamilisha juu yenu dini yenu na nimezitimiza juu yenu neema zangu na nimeridhia Uislamu kuwa ni dini yenu. Aya hii ilimshukia mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa kana alayhi salatu wassalam qa'iman bi Arafa يوم الجمعة. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa amesimama katika uwanja wa Arafa Kilimani pale Arafat, na ilikuwa ni siku ya Ijumaa kama alivyosimulia Umar al-Faruq radhiyallahu ta'ala anhu. Kwa hivyo dini imekamilishwa katika moja ya masiku ya siku hizi 10. Lingine la mwisho kwa sababu ya wakati, miongoni mwa yenye kujulisha ubora masiku haya 10, wa mimma yadullu ala fadli ashir dhilhijja, wanasema ulama annaha khairu ayami dunya, kwamba haya masiku 10 haya ya Dhulhijja ndiyo masiku bora ya siku zote za dunia ala al-itlaq, kwa itlaqi yake. Na ndio maana kuna khilafu pia baina ya ulama wa ahli sunna wakizungumzia ashru dhilhijja wa ashru al-akhir min Ramadan, masiku 10 ya Dhulhijja na masiku 10 ya mwisho ya Ramadhan, yapi bora zaidi?
Kuna waliosema moja kwa moja kwamba ashru dhulhijja afdal, masiku 10 ya Dhulhijja ni bora zaidi kuliko masiku 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Wengine wakasema kinyume cha hivyo kwamba al-ashru al-akhir min Ramadhan afdal min 10 Dhulhijja, masiku 10 ya mwisho ya Ramadhani ni bora zaidi kuliko siku 10 za Dhulhijja. Baadhi ya muhakkikun ka Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na wengineo katika ulama wao wamepita kati na kati, wakasema kwamba layali al-ashr al-akhir min Ramadhan afdal, ni usiku za 10 la mwisho la Ramadhani ni bora, lakini michana ya 10 la Dhulhijja, 10 la mwanzo la Dhulhijja ni bora zaidi. Kwa hivyo 10 la mwisho la Ramadhani usiku wake ni usiku bora kuliko usiku wa siku 10 za Dhulhijja, lakini michana ya ashru Dhulhijja ni bora kuliko michana ya al-ashru al-akhir min Ramadhan. Muhakkikun wakapita hapo kati. Hii yaonyesha ubora na uzito wa masiku haya Kwa hivyo katika mambo yenye kuonyesha ubora wa masiku haya 10 ya Dhulhijja, annaha khairu ayami dunya ala al-itlaq, kwamba haya masiku haya ni bora ya masiku ya dunia kwa itlaq. Na wanataja riwaya hapa, hadith Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, rawahu al-imam ad-Darimi wal-Bazzar fi kashf al-astar, na wengineo katika muhaddithin, wa huwa hadithun hasan. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفضل أيام الدنيا أيام العشر, yaliyo bora zaidi katika masiku ya dunia ni masiku 10 ya Dhulhijja. Hizi ni ziada ya kile ambacho shekhe wetu hafidhahullahu ta'ala amekitaja hapa katika mlango huu, fadlu ashri Dhulhijja, ubora wa haya masiku 10 ya Dhulhijja. Kwa hivyo kwa haya tuliyosoma tumebainikiwa kwamba haya si masiku ya kawaida. Kwa hivyo Muislamu usiyachukulie poa ukayapuuza masiku haya, bali watakiwa uyatilie maanani masiku haya kwa kufanya bidii ala qadri al-istitaa' juu ya kukithirisha amali, kwa kuwa haya ni masiku ya aina yake. Na wallahi yako hapo mbele yetu, hakuna mbele yetu ila ni siku 6 au siku 5 itakuwa tumeingia katika mwezi wa Dhulhijja, katika ayyamul fadila, masiku bora, masiku ya 10 la mwanzo la Dhulhijja. Kwa hivyo sisi tunaosoma tufaidike na haya tunayoyasoma, tuwe ni watumiaji wazuri wa masiku haya, tukiamini kwamba ni masiku ya aina yake. Lakini pia tufanye bidii sisi wanafunzi, maduati, wazazi, walezi, kuwafikishia watu wetu fadhila za masiku haya, na wao pia wafaidike nayo, yasiwapite. Kwa hiyo tufikishe majumbani kwa wake zetu, wazazi wetu, ndugu jamaa, tuwaambie watoto wetu kwamba jamani, Dhulhijja hiyo inakuja, masiku ya kheri, ili waweze kujiandaa na ibadat, sadaqat, dua, adhkar, qiraatul Qur'an, wengine kufunga katika siku hizo, kuziadhimisha siku hizi. Tufikishe ujumbe huu kwa watu wetu. Hili jambo lio ni jambo letu wote la kuyaadhimisha haya masiku. Ni lazima tushindane na watu wa dunia katika mambo haya. Kwa nini watushinde? Hebu tizameni, mimi huwaambia watu mara zote, tizameni watu wa kilimwengu walivyojiwekea tarehe zao za matukio fulani fulani, na namna wanavyoziadhimisha hizo tarehe, siku za kumbukumbu mbalimbali. Unaambiwa leo sijui kufanyaje day inaadhimishwa hiyo. Haya,
Kujikwaa dei wanaiadhimisha nayo hiyo. Kujikuna dei inaadhimishwa hiyo. Nyinyi mnazijua hizo dei hizo nyingi, na watu hawaendi makazini, ni sikukuu hiyo na posho zinatolewa hapo. Na ukifuatilia mambo mengine yenye kuadhimishwa, ndio hivyo tena. Unaweza kujiuliza haya chaadhimishwa kitu gani hapo? Lakini watu wa kilimwengu wana mambo hayo. Sisi tumepewa masiku ya kuyaadhimisha. Sisi Waislamu tumepewa masiku ya kuyaadhimisha kwenye Qur'an na Sunna, lakini utashangaa yatapita hatujui kama kuna masiku fulani bora. Si kama hii miezi mitukufu, naye anajua kama hii Dhulqaada ni mwezi mtukufu. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dhulqaada huu tulionao, nani anajua kwamba huu ni katika miezi mitakatifu ile minne? Huu tulionao unaisha sasa, ni Dhulqaada huu tuliokuwa nao, na Dhulhijja na Muharram, na mwingine ni kule Rajab Mudhar, baina Jumada wa Shaaban. Haya, nani anajua kwamba Dhulqaada tulionao ni mwezi mtukufu? Sasa hali hii haipendezi kwa Waislamu. Hebu hawa watu wa kidunia hawa wasituzidi sisi, bali ukienda mbali wako makafiri huko ukafirini wanaadhimisha kufuru. Kuna sikukuu za mafaraina zinaadhimishwa hizo, wafalme wale majababira kafara wanaadhimishwa katika baadhi ya miji ya makafiri. Pana watu historia yao walizichukua nchi kwa mitutu ya bunduki, wakaua, wakamwaga damu, wakavunja miji. Wanaitwa wana mapinduzi kwenye baadhi ya nchi huko, wanaadhimishwa kweli kweli. Haya, sisi masiku kama haya yanapita tukimya. La, ndio nasema tukisoma mambo haya, hebu tubadilikeni na tuweze kuwahamasisha wenzetu kwenye kuyaadhimisha masiku haya, na hilo lionekane kwenye misikiti yetu, kwenye nyumba zetu, katika vikao vyetu, mpaka mtu washangae pana nini. Mtu akija mahali watu wamefunga, anaona wakati wa magharibi iftar, watu wanaenda huku wanachukua tende, wanachukua maji. Jamani, si Ramadhani imepita, mna nini nyinyi? Mwambie baba, wewe uko wapi wewe bwana? Ashru Dhulhijja, masiku 10 ya Dhulhijja haya watu wamefunga wale, naona kazi kule. Yani yatakiwa hivyo, lakini wapi bwana, dini imekuwa ngeni, si ndio? Haya mambo hayajulikani kwa watu wenye kujiita watu wa sunna. Huko kwa makhurafi ndio kabisa, wale wanajua Idi tu na Arafa, waanze kutetea ugomvi kwenye tarehe. Arafa ni tarehe au Maka? Makhurafi wamekaa saizi na makanzu yao ya kuburuta, wasubiri hilo tu basi. Lakini kwamba kuna Ashru Dhulhijja, kuna fadhila hizi, hawana mambo hayo. Mimi ushangaa watu wa bid'a. Haya mambo yaliyopo, yaliyothubutu kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, wala hawayapromoti, wala hawayasomeshi, wala hawayahimizi. Lakini mambo ya bid'a. Sasa nyinyi mmeweza kutangaza maulidi, mahitima, dhikiri za kukohoa, kucheza zefe, kupiga tari na mafirimbi. Mambo haya mnayatetea kweli? Mbona hatuwasikii kwenye mambo haya? Ashru Dhulhijja kuna ibadat wasikii, lakini kwenye bid'a katika Rajab wameminyana na visa vya miraji pale. Soma kule visa vya miraji na kuandaa kula, jambo halijathibiti lile, lakini wanafanya haya kimya. Isikie misikiti ya bid'a kimya, yale yaliyothibiti hawana habari nayo kabisa. Yale ya bid'a ndio vichwa juu namna hii, hawasikii. Shekhe wetu mmoja, mashekhe wa zamani, Allah yarhamu wa yaghfir lahu, alikuwa katika wanafunzi wa Sheikh Abdullah, Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Farisi, alikuwa ni mwanafunzi wake mkubwa. Ana maneno yake nayapenda sana, yako sauti.
anasema hizi sunna hizi tulizoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujazimaliza, zinatushinda. Hawa makhurafi hawa wanatuletea mengine. Wewe unaonaje ya maneno haya yaliyopo katika sheria? Yanatutoa jasho, si ndio bwana? Tunaminyana nayo, hatujayaweza bado. Mzushi amekaa pale ana furushi lake la bid'a kwamba jamani, mkimaliza kubeba hayo kuna hili huku. Mtabeba wenyewe bwana, hatubebi bid'a sisi, bebeshaneni wenyewe. Hii sunna yenyewe yatutosha sisi. Kwa hivyo tuna haja ya kutoa uzinduzi katika umma. Ndio maana hata daura yetu jina lake limejielekeza huko, Dauratul Imam Ibn Majah litawiyati almuslimin an ahkami 10 Dhulhijja. Usifikiri ile jina limekuja tu kwamba tumeamua tu, tunataka biidhnillah waislamu wazindukane na hili, na ndiyo tamaa yetu. Tunaomba Allah tuwafikie, wajue masiku haya waweze kuyaadhimisha inavyopasa. Kwa hivyo kwa haya tuliyosoma tumebainikiwa kwamba haya si masiku ya kawaida. Kwa hivyo Muislamu usiyachukulie poa ukayapuuza masiku haya, bali watakiwa uyatilie maanani masiku haya kwa kufanya bidii ala qadri alistitaa, juu ya kukithirisha amali, kwa kuwa haya ni masiku ya aina yake. Na wallahi yako hapo mbele yetu, hakuna mbele yetu ila ni siku 6 au siku 5 itakuwa tumeingia katika mwezi wa Dhulhijja, katika ayyamul fadhila, masiku bora, masiku ya 10 la mwanzo la Dhulhijja. Kwa hivyo sisi tunaosoma tufaidike na haya tunayoyasoma, tuwe ni watumiaji wazuri wa masiku haya, tukiamini kwamba ni masiku ya aina yake. Lakini pia tufanye bidii sisi wanafunzi, maduati, wazazi, walezi, kuwafikishia watu wetu fadhila za masiku haya, na wao pia wafaidike nayo, yasiwapite. Kwa hiyo tufikishe majumbani kwa wake zetu, wazazi wetu, ndugu jamaa, tuwaambie watoto wetu kwamba jamani, Dhulhijja hiyo inakuja, masiku ya kheri, ili waweze kujiandaa na ibadat, sadaqat, dua, adhkar, qiraatul Qur'an, wengine kufunga katika siku hizo, kuziadhimisha siku hizi. Tufikishe ujumbe huu kwa watu wetu. Hili jambo lio ni jambo letu wote la kuyaadhimisha haya masiku. Ni lazima tushindane na watu wa dunia katika mambo haya. Kwa nini watushinde? Hebu tizameni, mimi huwaambia watu mara zote, tizameni watu wa kilimwengu walivyojiwekea tarehe zao za matukio fulani fulani, na namna wanavyoziadhimisha hizo tarehe, siku za kumbukumbu mbalimbali. Unaambiwa leo sijui kufanyaje day inaadhimishwa hiyo. Haya, kujikwaa day wanaiadhimisha nayo hiyo. Kujikuna day inaadhimishwa hiyo. Nyinyi mnazijua hizo day hizo nyingi, na watu hawaendi makazini, ni sikukuu hiyo, na posho zinatolewa hapo. Na ukifuatilia mambo mengine yenye kuadhimishwa, ndio hivyo tena. Unaweza kujiuliza, haya chaadhimishwa kitu gani hapo? Lakini watu wa kilimwengu wana mambo hayo. Sisi tumepewa masiku ya kuyaadhimisha. Sisi Waislamu tumepewa masiku ya kuyaadhimisha kwenye Qur'an na Sunna, lakini utashangaa yatapita, hatujui kama kuna masiku fulani bora. Si kama hii miezi mitukufu, naye anajua kama hii Dhulqa'da ni mwezi mtukufu, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dhulqa'da huu tulionao, nani anajua kwamba huu ni katika miezi mitakatifu ile minne? Huu tulionao unaisha sasa, ni Dhulqa'da huu tuliokuwa nao, na Dhulhijja na Muharram, na mwingine ni kule Rajab, Mudhar, baina Jumada wa Shaaban. Haya, nani anajua kwamba Dhulqa'da tulionao ni mwezi mtukufu?
Sasa hali hii haipendezi kwa Waislamu. Hebu hawa watu wa kidunia hawa wasituzidi sisi, bali ukienda mbali wako makafiri huko ukafirini wanaadhimisha kufuru. Kuna sikukuu za mafaraina zinaadhimishwa hizo, wafalme wale majababira kafara wanaadhimishwa katika baadhi ya miji ya makafiri. Pana watu historia yao walizichukua nchi kwa mitutu ya bunduki, wakaua, wakamwaga damu, wakavunja miji. Wanaitwa wana mapinduzi kwenye baadhi ya nchi huko, wanaadhimishwa kweli kweli. Haya, sisi masiku kama haya yanapita tukimya. La, ndio nasema tukisoma mambo haya, hebu tubadilikeni na tuweze kuwahamasisha wenzetu kwenye kuyaadhimisha masiku haya, na hilo lionekane kwenye misikiti yetu, kwenye nyumba zetu, katika vikao vyetu, mpaka mtu washangae pana nini. Mtu akija mahali watu wamefunga, anaona wakati wa magharibi iftar watu wanaenda huku wanachukua tende, wanachukua maji. Jamani, si Ramadhani imepita, mna nini nyinyi? Mwambie baba, wewe uko wapi wewe bwana? Ashru Dhulhijja, masiku 10 ya Dhulhijja haya watu wamefunga wale, naona kazi kule. Ala, yani yatakiwa hivyo, lakini wapi bwana, dini imekuwa ngeni, si ndio? Haya mambo hayajulikani kwa watu wenye kujiita watu wa sunna. Huko kwa makhurafi ndio kabisa, wale wanajua Idi tu na Arafa, waanze kutetea ugomvi kwenye tarehe. Arafa ni tarehe au Maka? Makhurafi wamekaa saizi na makanzu yao ya kuburuta, wasubiri hilo tu basi. Lakini kwamba kuna ashru Dhulhijja, kuna fadhila hizi, hawana mambo hayo. Mimi ushangaa hawa watu wa bid'a. Haya mambo yaliyopo, yaliyothubutu kwa mujibu wa Qur'an na Sunna, wala hawayapromoti, wala hawayasomeshi, wala hawayahimizi. Lakini mambo ya bid'a. Sasa nyinyi mmeweza kutangaza maulidi, mahitima, dhikiri za kukohoa, kucheza zefe, kupiga tari na mafirimbi. Mambo haya mnayatetea kweli? Mbona hatuwasikii kwenye mambo haya? Ashru Dhulhijja kuna ibadat, wasikii. Lakini kwenye bid'a katika Rajab wameminyana na visa vya miraji pale. Soma kule visa vya miraji na kuandaa kula, jambo halijathibiti lile, lakini wanafanya haya kimya. Isikie misikiti ya bid'a kimya, yale yaliyothibiti hawana habari nayo kabisa. Yale ya bid'a ndio vichwa juu namna hii, hawasikii. Shekhe wetu mmoja, mashekhe wa zamani, Allah yarhamu wa yaghfir lahu, alikuwa katika wanafunzi wa Sheikh Abdullah, Sheikh Saleh ibn Abdullah al-Farisi, alikuwa ni mwanafunzi wake mkubwa. Ana maneno yake nayapenda sana, yako sauti. Anasema hizi sunna hizi tulizoachiwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam hatujazimaliza, zinatushinda. Hawa makhurafi hawa wanatuletea mengine. Wewe unaonaje ya maneno haya yaliyopo katika sheria? Yanatutoa jasho, si ndio bwana? Tunaminyana nayo, hatujayaweza bado. Mzushi amekaa pale ana furushi lake la bid'a, kwamba jamani, mkimaliza kubeba hayo kuna hili huku. Mtabeba wenyewe bwana, hatubebi bid'a sisi, bebeshaneni wenyewe, hii sunna yenyewe yatutosha sisi. Kwa hivyo tuna haja ya kutoa uzinduzi katika umma. Ndio maana hata daura yetu jina lake limejielekeza huko, Dauratul Imam Ibn Majah litawiyati almuslimin an ahkami ashri Dhulhijja. Usifikiri ile jina limekuja tu kwamba tumeamua tu, tunataka biidhnillah waislamu wazindukane na hili, na ndiyo tamaa yetu. Tunaomba Allah tuwafikie, wajue masiku haya waweze kuyaadhimisha.